makofi. Simba mshaanza kuisahau. Ubaya ubwela inapita. Simba nguvu moja ndio ya kwetu ya kuishi nayo milele. Awali ya yote tuanze kwa kuwashukuru viongozi wa mkoa, viongozi wa Simba mkoa ambao wamejumuika nasi leo kwenye kuzindua tawi hili na kumkaribisha mgeni huyu katika familia yetu ya Simba Sports. Viongozi wa mikoa popote mlipo, pokeeni pongezi na shukrani zetu kwa kazi kubwa ya kuyaongoza kusimamia matawi ya Simba kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini vile vile shukrani zetu ziende kwa viongozi wote wa wilaya ya Simba mkoa wa wilaya ya Ilala kwa kazi kubwa ya kuwa bega kwa bega na matawi haya, kuhakikisha katiba ya Simba inafuatwa kwenye matawi yetu, kuhakikisha miongozo na kanuni za Simba zinafanya kazi kwenye matawi yetu, na yale yote ambayo tumekubaliana kwenye matawi yetu tunayafuatisha kadri tulivyokubaliana. Lakini tumshukuru vile vile na kumpongeza mkurugenzi wa matawi na mashabiki wa Simba Sports Hamis Kisiwa kwa kazi kubwa ya kufungua matawi ambayo ameifanya kwa kipindi kirefu. Amezunguka takriban Tanzania nzima kwenda kufungua matawi. Ni kazi ngumu, lakini kwa mapenzi yake na Simba amekuwa akiifanya kazi hiyo mpaka amezeekea kwenye kufungua matawi. Au gazeeka. Anapenda ujana, kwa sababu kwenye mechi hii tunahitaji wazee wawili tu ili tufuzu. Sasa nilimuona malaika kule Ukonga, hapa anaongezeka wawili, Mwaijiri na Kisiwa. Tutachagua mmoja wa kumtoa ili wawe wawili, mnyama aende nusu fainali. Kwa sababu kama maisha wameshakula sana, wana kitu gani kipya wanatafuta tena kwenye hii dunia zaidi ya mafanikio ya mnyama? Kwa hiyo jiandae Mwaijiri, Mzee Kisiwa tukuachi, malaika amekimbia. Tutampata Ilala. Ndugu zangu ni wanatabata dampo, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na hatimaye leo hii mmefanikisha ndoto yenu ya kumiliki tawi lenu. Nafahamu hii ni sehemu ya kazi. Kila anayekuja hapa anakuja kwa ajili ya kutimiza majukumu yake ya kazi, na pengine wengi mmeajiriwa. Kwa hiyo bosi wako anakudai kazi muda wote. Bali ndio ukitaka kuondoka tunakuruhusu. Sasa hivi mmebaki shughuli ya mawazo. Nenda kachukue wale mbuzi. Kwa hiyo tuwapongeze kwenye muda wenu wa kazi, mkautumia muda huo kujadiliana na kufungua tawi lenu
kiukweli mnastahili pongezi kubwa sana. Hata harakati za uhuru hazikuanzia majumbani, zilianzia sehemu za kazi. Watu wanakutana kazini, baada ya kufanya kazi ya bosi wake, wanakaa pembeni, wanajadiliana namna ya kuikomboa Tanzania. Kwa hiyo na nyinyi mmefuata misingi ile ile, mnakuja kwenye kazi zenu, lakini hapo hapo mnajadiliana kuhusiana na kuanzisha tawi, na hatimaye mmefanikiwa kuanzisha tawi lenu. Hongereni sana sana sana. Wale tunaotuliza mavuvuzela, hizo nguvu tungezitunza kwa ajili ya Jumatano, ili hapa tuweze kusikilizana vizuri. Na nisiwe mchoyo wa fadhila, ndugu zangu wa Tabata Dampo, mmependeza sana. Hivyo viu ambavyo mmeviweka hapa ni mambo ya ubunifu. Ndugu zanguni, tarehe 9 ya mwezi wa 4, kwa maana ya Jumatano ijayo, tuna kazi kubwa sana Benjamin Mkapa. Kila mwana Simba lazima alitambue hili. Mechi hii ndugu zanguni sio nyepesi hata kidogo. Mechi hii ni mechi ngumu, mithili ya mechi ngumu nyingine ambazo tumewahi kucheza huko nyuma. Hii ni robo finali yetu ya 6. Itakuwa ni aibu, fedheha, noma tukitolewa robo finali ya 6 tena na timu ya mfanano na Almasi. Kwa hiyo kila mwana Simba alichukua hilo kuanzia sasa, ya kwamba Jumatano tuna kazi ngumu ya kwenda kuifanya. Lakini kazi ngumu hii sisi Simba tunaimudu, Simba tunaiweza, wala tusiingie unyonge. Hatuwezi kutolewa robo finali ya 6, hatuwezi kutolewa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, hatuwezi kutolewa na Almasi. Mechi hii kila mwana Simba afanye kila anachoweza ili tupate ushindi. Mechi hii kila mwana Simba apambane anavyoweza kupambana. Amke usiku ampigie goti Mungu wake, amlilie Simba twende nusu finali. Kuna watu wamekaa wamekenua meno namna hii, wanatusubiri tuanguke hapo mtaani pasipitike. Sasa tusisubiri dua la mwewe, tupambane kumlinda kuku wetu ili twende nusu finali. Na hii ndugu yangu inawezekana sana, na kwa pamoja tunasema hii tunavuka. Tumepoteza mabao mawili pale Misri, lakini hatujaipoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali, na hatujapoteza robo finali yetu. Zile zilikuwa ni 90 za kwao, na nyote mmeangalia mpira. Yapo mazingira hayakuwa sawa sawa sana, lakini hiyo ndio Afrika, na mbwa mkali kwao. Kwao wamemaliza kutumia faida ya kuwa nyumbani. Sasa anakuja Benjamin Mkapa, ambako ndiyo kwetu sisi Simba Sports Club. Tutafanya kila kinachowezekana, na kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu
tutamzika mtu anapiga chafya, hatuachi kutimiza ibada ya mazishi mnyama mpaka ende mwisho. Ni tarehe 9 Benjamin Mkapa. Mwenyekiti, katibu, hakikisheni mna mobilize vijana wenu hapa Tabata dampo, wote wanakuja Benjamin Mkapa tarehe 9. Ninafahamu vijana wengi hapa wanafanya kazi kwa watu, kwa maana ya waajiriwa. Tuwaambie mabosi ya hao vijana na tunawaombea ruhusa hao vijana, tarehe 9 wawaruhusu vijana wote wa Tabata dampo waje Benjamin Mkapa, waje waipeleke Simba yao nusu fainali. Tarehe 10 tutakuja hapa na kuendelea kutengeneza magari, lakini tarehe 9 tumeshatimiza wajibu wetu wa kuipeleka Simba nusu fainali. Tarehe 9 asibaki mwana Simba yeyote hapa. Tarehe 9 asibaki mwana Simba yoyote wa Tabata dampo hapa eti anarekebisha gari ya mteja. Tarehe 9 funga ofisi, waachie mashabiki wa timu nyingine ambao hawana kazi. Nyinyi njoeni Benjamin Mkapa, mna kazi ya kuipigania taifa. Vijana ambao hawana nauli, ambao hawana tiketi, hilo ni jambo dogo. Mtamuona boss Mamba atawalipia nauli, wote mje Benjamin Mkapa. Na mwenyekiti wetu hapa naye ni tajiri vile vile. Njoeni awalipie tiketi, twende Benjamin Mkapa. Asibaki mtu hapa siku hiyo. Kwa kuwa tutaondoka wana Simba wote siku hiyo kwenda Benjamin Mkapa, vitu vikiibiwa hapa tunajua shabiki wa timu gani ameiba, sababu Aya nasema watoto wakote kula kulala. tutawajua wezi wa Tabata dampo siku hiyo, kwa sababu ndio tutawaachia gereji yote. Ndugu zanguni wana Simba, ndugu zanguni wana Tabata dampo, kina yule kavaa miwani kama bongo hivi ya majambazi mwanetu yule, ama cheni mwanetu mwanetu mpeni tiketi naye aje aone robo finali. Timu kubwa zote wiki hizi mbili tunahangaika kwenye michuano ya kimataifa. Kila mmoja anapambana huko kupigania heshima yake kimataifa. Wenzetu wameng'ang'ana tu Tabora, Tabora,
huko ni kukwama. Mtu mzima anakwenda kugombana na Tabora, wameishiwa. Nyama tunahangaika na Almasri, tunaitaka nusu fainali. Ndugu zangu, hii vita ni kubwa mno, na unapokwenda kwenye vita yoyote serious, lazima uchukue silaha yako, kila silaha yako uende nayo Benjamin Mkapa. Na sisi tumedhamiria safari hii kuchukua kila silaha yetu, yaani kiufupi ni kwamba hatumwachi mtu nyuma. Kila mwana Simba ambaye tunaamini ana mchango wa kuisaidia Simba yake kwenye hamasa, kwenye mapambano, tunaondoka naye kwenda naye Benjamin Mkapa kwenda kuipigania Simba yetu. Tunataka kuandika historia hii kwa kila mwana Simba kushiriki namna ambavyo tumeingia hatua ya nusu fainali. Asubuhi ya leo tukiwa Ukonga Mazizini, tawi la Ngurumo ya Radi, tumemtangaza mgeni maalum mwingine ambaye atakuja kwenye mchezo wetu siku ya tarehe 9, ambaye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Hatuachi mtu safari hii. Sasa basi, niko hapa tawi la Tabata Dampo kumtangaza mgeni mwaliko mwingine katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi huu wa 4. Si mwingine ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Walid Alhad Omar Kawangwa. Hii ni silaha yetu ya siri ya muda mrefu sana. Sasa tunakwenda kuitumia hadharani, mnyama aende nusu fainali. Kwa hiyo tumejipanga kweli kweli, tunapiga kila kona, na yeyote atakayethubutu kutia mkono kwenye shughuli yetu, shehe, andaa sala ya mazishi. Ndugu zanguni, ni aibu kubwa nyinyi watu wa Tabata Dampo hapa mkashindwa kwenda uwanjani, wakati kwa usafiri wa basi ni gari moja mpaka Benjamin Mkapa. Hata ukiamua kutembea anga kanuni, ukatoka hapa majira ya saa 6, saa 9 na kukuta Benjamin Mkapa, unafika vizuri tu. Wakati mimi kipindi hicho njaa kali, nilikuwa natoka Yombo na kwenda Benjamin mdogo, wala sishindani na mtu. Nafika na nikiwa mwandishi, nafanya nauli sina, mambo yalikuwa tete vibaya. Nafanya kazi zangu, nikimaliza mdogo na kuja mpaka Tazara, piga anga kanuni, Vingunguti, walete, naingia zangu Yombo. Na wewe mwana Simba wa Tabata Dampo, kama umekwama kabisa, tafuta hela ya tiketi, tembea mdogo, njoo Benjamin Mkapa. Hii siyo siku ya mwana Simba kupitwa. Lakini wapo wana Simba wanatoka Bukoba, wapo wana Simba wanatoka Mwanza, wana Simba wanatoka Dodoma. Ni aibu kubwa mwana Simba wa Dar es Salaam, mwana Simba wa Tabata Dampo, eti umejibana kwenye TV kibanda umiza, na wewe unaangalia mechi ya Simba wakati ungeweza kabisa kufika Benjamin Mkapa. Ndugu zangu wana Simba wa Tabata Dampo, tukutane Benjamin Mkapa, twende tukaivushe Simba yetu, twende nusu fainali. Sisi ni timu kubwa sana ndugu zanguni, sio timu ya kuishia robo fainali miaka 6. Yaani haiwezekani ndani ya miaka 6 mfululizo tunakwama eneo hilo moja.
kuna kazi sisi kama wanasimba hatujaifanya, ndio maana hatuvuke. Sasa safari hii tuifanye hiyo kazi ili mnyama avuke aende hatua ya nusu fainali. Au kuna mtu yote anaona kuna ugumu wa mnyama kwenda nusu fainali? Haiwezekani kwa Simba hii mnaijua mimi, Benjamin Mkapa ikacheza dakika 90 ikakosa magoli matatu. Narudia tena, Simba hiyo haipo, haijazaliwa. Dakika 90 Benjamin Mkapa tukakosa magoli matatu ya kutupeleka nusu fainali. Simba hiyo haijazaliwa. Matatu tutayapata na nusu fainali tutaenda kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wana Tabata Dampo, niwapongeze tena na tena kwa uzinduzi wa tawi lenu hili, lakini kitu kimoja muhimu tungependa kusisitiza ni kuishi kwa amani kwenye tawi lenu. Tusingependa kuona baada ya siku 2-3 kuna migogoro ya hapa na pale, mwenyekiti hataki kuitisha vikao, mweka hazina hataki kuwasilisha mapato na matumizi, kuna mtu mwingine yeye ndo maarufu kuliko wengine, hataki kusikiliza ya wengine. Tusingependa kuona mambo hayo yanatokea katika tawi hili la Tabata Dampo. Ipo misingi ambayo umejiwekea, kwa hiyo ishini kwenye misingi yenu hiyo ili msigombane. Mwenyekiti, wewe ndio umekabidhiwa dhamana hii. Waliokukabidhi wanakuamini, basi usitumie cheo chako kama dhamana kutaka kuwavuruga wengine, kutaka kuwapelekesha wengine. Wamekukabidhi sio kwa sababu na akili kuliko wengine, wamekukabidhi kwa sababu wanakuamini. Basi shirikiana nao kulilea tawi lenu na shirikiana nao mapambano ya Simba Sports Club. Kuanzia sasa ninyi ni familia halali ya Simba, hivyo mnawajibika kufanya shughuli zote za kisimba. Kuanzia sasa mtapokea simu nyingi za katibu ya haya, mtapokea simu nyingi za Mwaijibe wakiwapa maelekezo nini cha kufanya kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, hili la hamasa limeisha. Natumai kila mtu amepata cha kuondoka nacho hapa, lakini muhimu ni watu kununua tiketi. Huyu anayepiga rangi anataka tupige chafi. Ni Yanga eh? Roho mbaya itawaua. Muhimu ni kununua tiketi. Tumewaletea tiketi mpaka hapa. Mwenyekiti, kusanya watu wako, nunueni tiketi zenu, tukutane Benjamin Mkapa. Hili la hamasa limeisha. Jambo moja la mwisho, na hili ndio tawi letu la mwisho kutembelea hii leo. Sasa tunakwenda kwenye jambo la mwisho ambalo linahusiana na kupanga draw inayohusiana na bonanza la mabenki, wafanyakazi wa benki ambao ni wafanyakazi wa Simba Sports Club. Nichukue nafasi hii kuwaalika wanasimba wote. Kesho tutakuwa hapo katika viwanja vya chuo kikuu. Kama haukusoma mpaka chuo kikuu, huu ndio muda wako mwana Simba, ukaja na wewe kuyaona majengo ya chuo kikuu kama mimi mwenzio. Umesikia? Twendeni tukashiriki bonanza hili, waunga mkono wanasimba wenzetu ambao ni wafanyakazi wa mabenki mbalimbali. Na hapa tupo na wawakilishi kadhaa wa mabenki haya husika. Tutafanya draw yetu na baada hapo tutaendelea na mambo mengine. Bingwa wa Simba Bankers Bonanza atajipatia tiketi za VIP A, VIP B 25, atapatiwa kibali cha kuingia na gari mpaka uwanjani, atapewa na kombe. Ndivyo hivyo kwa mshindi wa pili, pamoja na jezi ya Mokola PC 25. Mwana Simba, Mungu akupe nini, unapata jezi kupitia Simba Bankers Bonanza.
Kwa hiyo tunawakaribisha wote kwa ajili ya kuja kuhanikiza jambo letu hili, na sasa kilichobaki hapa ni kwenda kupanga draw hiyo. Baada hapo mwenyekiti, tunasambaana au tunafuturu kabisa? Naomba njia kidogo hapa. Usiondoke, kuna wali. Naomba njia. Lakini kabla yote, mwenyekiti uniruhusu nimpongeze mwanachama wako mmoja anaitwa Simon. Yuko hapa bwana Simon? Simon. Amekuwa kiungo muhimu kwenye kupambania tawi hili, lakini amekuwa mwakilishi mzuri wa tawi hili la Tabata Dampo kwenye hamasa zetu mbalimbali. Yeye ndiye ambaye tuliwasiliana naye na nyinyi mkawasiliana naye kwenye mamlaka zenu za juu, na hatimaye jambo limefanyika leo. Tawi la Tabata Dampo limefunguliwa, maisha yanaendelea. Haya, nawaletea kwenu zawadi. Pia niwakumbushe, tiketi bado zipo. Sogea kwenye gari inayouza Mokola, chukua tiketi yako kwa ajili ya kwenda kumwona mnyama. Nenda kwenye gari